Ni jinsi gani tendo la ndoa linaweza kubadilishwa ikawa nguvu kubwa na kuweza kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Kwa hiyo leo tuongelee kuhusu sexual alchemy, yani ile hali ya kubadilisha tabia mbaya au tendo la ndoa kuweza kuwa kitu kikubwa katika maisha yetu. Kwa hii mada hii watu wengi wanapenda kuiongelea, lakini sio wengi wanaoielewa kwa undani, kwa sababu ni mada ambayo imezungukwa na mafumbo mengi sana. Lakini kumbuka kuwa sexual alchemy hatujaianza mimi na wewe, ili kuwepo tangu enzi za kale. Kwa hiyo nataka kukwambia jinsi gani huko kufanya mapenzi unakofanya si starehe tu za muda mfupi, si kumwaga tu na kutosheka, bali ni jinsi gani hiyo nguvu unaweza kuitumia ili uweze kufika katika hatua kubwa zaidi. Kumbuka nguvu ya starehe ile kuongeza starehe haitumiki tu kwa sexual alchemy. Sexual alchemy inaaminika kuwa ni hali ya kuweza kujifunza ili uweze kujitambua, uweze kudhibiti hisia zako, na uweze kutumia nguvu hiyo na kuihamisha ili uweze kufanya kitu kikubwa na bora zaidi. Na muhimu ni kuwa ni kuielewa nguvu hii iko wapi, unaiamsha vipi na uitumie vipi. Kwa hivyo mada ya leo ni kuhusu sexual alchemy, na ukumbuke kuwa tulifanya part 1, hii ni part 2. Katika part 1 tufanya siri ya ngono, nenda ukaelewa kabisa, na pia nitakugusia ili usiweze kusahau. Sexual alchemy, neno alkemia ama alchemy linamaanisha kubadilisha kitu fulani kutoka hali moja kwenda hali nyingine, ambayo hali nyingine ni bora zaidi. Na nikakwambia kuwa zamani kulikuwa na alchemist ama wanakemia ambao walitaka kubadilisha madini ya metals kwenda kuwa dhahabu, yaani kwenda kubadilisha hizi metals ama metali kuzibadilisha kwenda kuwa dhahabu. Lakini katika upande wa kiroho sisi si wanakemia, hatutaenda maabara, lakini maabara yetu ni mwili wetu, na tunataka kubadilisha jinsi tabia au hisia zetu za ndani au mtazamo wetu wa kitu fulani tuweze kuelekeza katika ukuaji wa ndani, na ndio maana tunafanya sexual alchemy. Kwa hivyo alchemy ni wazo ambalo ili wazo linatumia ile hamu ya kimapenzi, na unaitumia kwa umakini na nidhamu kubwa sana kama sehemu ya kujijenga kiakili na katika sehemu pia ya kiroho, ili kuweza kuitoa ama kuiona kama kwa kawaida watu wanaona kuwa mapenzi ni furaha muda mfupi, lakini alkemia unataka kuitoa sehemu moja kuipeleka kwenye sehemu yenye nguvu zaidi. Na kwa nini watu wanafanya alchemy, haswa sexual alchemy? Alchemy nimekwambia tujianza sisi, ilikuwa kutoka jadi na ilikuwa watu wanaitumia kwa mambo fulani fulani. Kitu cha kwanza ni kuongeza utulivu wa akili. Mtu anayefanya sexual alchemy ni mtulivu sana, hata kuwa na papara, na ndio maana watu wengine wanasikia watu mtu kama hajatulia na papara na kelele kwa sababu hajafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Sielewi hiyo, lakini ninachokwambia ni kuwa mtu ambaye amezoea sexual alchemy inaongeza utulivu wa akili. Kitu kingine ni mtu ambaye anakuwa na nidhamu ya kihisia. Kuna watu hawana nidhamu kwa sababu hawajui kutuliza ama kuamsha nguvu zao na kuzipreserve uweze kuzitumia kwa vitu vingi vizuri. Unakuta mtu pengine hata akiona kitu fulani, sisikia watoto wadogo wanabakwa, sasa huko ni kutumia nini, nishati ya hisia ama nishati ya nguvu za jinsia vibaya. Hawezi kudhibiti zile hisia zake, ama akiona kitu fulani tayari ashamwaga wazungu. Sasa unaona inakukuza uweze kuwa na nidhamu ya kihisia, pia inajenga ukaribu wa kweli kati yako na mwenza wako. Ninapofundisha hipa tu kuhusu alchemia ama sexual alchemy, ukiweza kuijua na kuweza kupractice hata mwenzako, itakuwa vigumu sana kuachana nyinyi wawili, kwa sababu ule mwanga mnakuwa connected na hata mambo mengi yanaweza funguka. Kitu kingine kizuri ambacho ni kizuri zaidi katika sexual alchemy ni kukuza ubunifu. Watu wanaofanya sexual alchemy akili zao ziko tofauti sana, inakukuza ubunifu, inakufungulia masuala mengi sana. Kitu kingine inakufanya wewe uwe na uwezo wa kuzingatia kitu fulani, unaweza kuwa na umakini wa kufanya chochote. Kitu kingine inakufanya uingie katika stages kubwa na za juu zaidi za awakening ama kujitambua zaidi, yani inakufanya wewe uweze kuamka kiroho. Hizi ni faida nzuri sana, na unaona hata wewe kama unataka kuelewa alchemy na ukianza kufanya, utakuja unapata daktari, kweli nimebadilika na vitu vyangu vinaenda hivi na hivi. Kwa hivyo faida ambazo mimi nazipenda katika masuala ya sexual alchemy, kitu cha kwanza inapunguza msongo wa mawazo. Kuna watu wanasema kuna depression, lakini wanasahau kuwa wako na nguvu ndani yao. Kuna watu wanawaza sana mpaka anafikia wakati anakata tamaa, anaanza kuwa na yani ana vibrate katika mtazamo wa chini, anaanza kuhisi kujiua, anaanza kuwa na fikra za hofu. Lakini ukiwa umefanya alchemy, basi inakupunguzia ile msongo wa mawazo. Na huu msongo wa mawazo uko vipi nitaelezea, kwa sababu alchemy pia huwa inahitaji ile hali ya kupumua na kutoa nje, ambayo ni kama meditation. Kuna hiyo breath work ambayo unapumua na kutoa nje kwa utulivu ili uweze kufika katika hatua nyingine. Unajua unapoachilia unatoa mabaya na unaingiza ndani mazuri. Kwa hivyo hii nitakuelezea jinsi gani unaweza kuamsha nguvu fiche
ambayo iko katika mwili wako, na nguvu hii ni kupitia sexual alchemy. Kwa hivyo ili tuweze kuelewa sexual alchemy, lazima tuelewe nguzo za sexual alchemy ni gani. Nguzo moja, mtu lazima aweze kujifunza kuwa makini na vitu viwili, kwa sababu unavyofanya hivyo, unavyofanya sexual alchemy, lazima ujue kupumua kwako. Wakati wa kufanya sexual alchemy haimaanishi lazima uwe na mpenzi wako tu, hilo tuache, lakini pia unaweza kulifanya na mpenzi wako. Lakini nguzo hii muhimu ni kujifunza kuwa makini na mwili wako kupitia vitu viwili. Unaangalia kwanza namna unavyopumua. Je, unapopumua unasikia mapigo ya moyo? Hisia zako ziko vipi? Je, ni mawazo gani yanayopita? Je, mwili wako unaitikia vipi? Kwa sababu watu wengi wanataka kufikia katika level za juu za sexual alchemy, lakini wao wanataka matokeo ya haraka. Huwa wanataka tayari nimefanya leo, nione leo na nifanye hivyo. Hapana, lazima uangalie mwili wako uta respond vipi, kwa sababu sexual alchemy si kitu tu cha kujistarehesha. Ukijua una enjoy, lakini lazima ufuate ili uweze kuamsha nguvu. Kwa hivyo utaangalia namna unavyopumua. Unapopumua polepole na kuachilia, mapigo yako ya moyo yanakuwaje? Hisia zako ziko vipi? Mawazo yanayopita ni mawazo aina gani? Kwa sababu unapoamua sexual alchemy, hata tendo la ndoa una enjoy. Mwitikio wako wa mwili unaitikia vipi? Kitu cha pili ni kupumua kwa kina. Watu wengi wanapoambia kuhusu kupumua, wengine wanasema mimi sione matokeo ya kufanya meditation ama breathwork, kwa sababu mtu hajui kupumua kwa kina ni vipi. Kupumua, tunapumua tu. Hata hapa nilipo napumua bila kujua. Ninatoa oxygen ya nje ya carbon dioxide, niingiza ndani oxygen. Lakini kupumua kwa kina ili kuweza kuleta taarifa kwa mwili wako ndani, lazima ujue kuvuta pumzi kupitia puani mwako. Unavuta pumzi kama kwa sekunde 4, alafu unaihold, alafu unaiachilia polepole. Kwa unaweza kuanza kuvuta na 4, unaweza hesabu tu kimoyomoyo, 1, 2, ukaivuta kwa ndani, ama 6, alafu ukaiachilia ile pumzi polepole. Unapopumua utajuaje kuwa unapumua kwa kina? Kitu kimoja, unapopumua kwa kina, hili tumbo wali linatanuka. Unahisi kama tumbo linatanuka. Pia haya mabega yanafaa yawe yamerelax. Yaani mabega yanafaa yamelegea. Kwa hivyo kupumua kwa namna hiyo uwe na kusaidia pia kupunguza mawazo kabla hujaingia katika kufanya sexual alchemy. Inakutoa kupunguza mawazo, pia inakuongezea utulivu wa kuweza kufocus na ile hali ambayo uko tayari kuifanya, ama ile hali kama hiyo sexual alchemy vile unataka kuifanya. Kitu cha tatu ni kulegeza mwili. Watu wengi wanataka kufikia kiwango cha juu cha awakening kupitia tendo la ndoa, lakini wanashindwa kulegeza mwili. Unakuta mtu amekaza misuli, ameambia sasa ni lazima ni breathwork, amekaza kila mahali. Haitakikani kwa hivyo. Hufai kukaza misuli ama mwili wako kusisimka. Yaani ule msisimko kwa uko mwili unafaa uachilie. Mtu ambaye anafanya sexual alchemy hakazi uso, una relax. Hizi taya, jaws, unaziacha zi relax. Shingo, mabega, tumbo, nyonga, kila kitu unakiacha kirelax, kwa sababu mwili unapokuwa umetulia ni rahisi sana kuwa makini, na hisia zako pia huwa zinakuja vizuri, ile mwamsho wako ndani unakuja. Kitu chingine, ukiwa sasa hiyo ni hatua ya 4, umeanza kupumua, unapumua kwa kina. Kitu cha 4 sasa, unaweka nia. Nia yako unaanza kujiuliza, badala ya kuuliza nitafikaje mwisho haraka, kwa sababu watu wengi wanataka kufanya sexual alchemy ni kukimbilia orgasm, kumwaga au kufika kileleni. Hapana. Sasa katika mafundisho ya alchemy si kufika kileleni, unakuwa ni ile ya kuwa ninawezaje kuwa makini zaidi, ninawezaje kuwa na upendo, ninawezaje kuwepo kwa akili yangu. Yaani yale mazoezi unataka ya kufungue wewe wa ndani zaidi, si kupeleka tu nifika kileleni orgasm alafu Kwa hiyo anza kwa kukaa sehemu tulivu, fumba macho yako, pumua taratibu. Unaweza fanya zoezi la breathe in 6 seconds, una release polepole kama 8 seconds. Ukipumua vile usifikirie mambo mengi, yaani uruhusu uwepo katika wakati huo, yaani uwepo hapo. Leta umakini kwenye pumzi yako. Usianze kufikiria sijakula, mpenzi wangu sijui yuko wapi. Anza kuleta umakini katika ile pumzi yako. Na ukiona mawazo yanakuja usifumbue macho ukaanza kufikiria mawazo yatasema nini. Hapana, yaruhusu yaje na yapite.
huku ukiendelea kufocus. Anza kutafakari mwili wako, uhisi kama kuna joto fulani linapanda. Relax mabega, mdomo, yani kila kitu relax. Na unapoendelea kupumua kila dakika, utaanza kuhisi mwili wako, unaweza kuhisi joto linapanda, unaweza hisi baridi, unaweza hisi kama mwili unatikisika kidogo. Zote hizo ni vibration. Na kama kuna sehemu ilikaza, itaanza kujilegeza yenyewe. Usijaribu kubadilisha chochote, kwa sababu huu ndio msingi wa kwanza wa kuweza kufanya sexual alchemy. Na kitu kingine, unaruhusiwa pia kutafakari. Unaweza kweli ukifumba macho ukaanza kutafakari kama kuna mwanga fulani wa joto unapanda, mwanga uangalie kama gold fulani unapanda katika mwili wako. Kila unapovuta pumzi ndani unapanda, ukiachilia unaachilia yale mambo ambayo hayafai. Sasa hii pia inakusaidia uweze kuwa makini. Yaani umakini ama mindfulness ndo njia muhimu zaidi katika sexual alchemy. Kitu chingine, unaweza kufanya mazoezi ya nyonga. Nyonga ni kutoka, naona ni chini ya kitovu mpaka kwenye magoti, hiyo yote ni nyonga. Ama wengine wanasema ni paja. Nyonga katika sexual alchemy unafaa ujiruhusu kubana na kuiachilia. Shikilia, unaona kama vile unavyobana mkojo, hiyo ni kubana nyonga. Sasa unashikilia kama sekunde 3 alafu ama 5 alafu unaachilia, unarudia kama mara 10. Sasa sexual alchemy, huo ndio mwanzo kuleta mindfulness. Huo ndio mwanzo, na utahisi, nitakuja nielezee kwa sababu tunaendelea. Kuna vitu utahisi, nataka uanze kufanya hivyo. Na pia kwa mtu ambaye anataka kufanya pengine na partner wake, unaweza fanya mazoezi mkiwa nyote na mkitazamana kwa uso, na ukumbuke hapo hamna nguo. Mnaweza shikana mikono na mnaanza kupumua kwa pamoja huko mkiachilia. Na pia mnaweza kueleza nia zenu za kufanya hiyo sexual alchemy ni gani kabla ya kuanza karibu wote. Kama lengo ni kujenga uhusiano, kama lengo ni hisia zenu ziweze kuwasiliana vizuri, utafanya polepole. Kitu muhimu katika sexual alchemy ni kupunguza wasiwasi. Acha wasiwasi. Anza kuongeza utulivu. Anza kuelewa mwili wako. Anza kujenga ule ukaribu, elewa hisia zako. Sasa ukiwa na hii mindfulness, ndo step number 1. Utaanza kuona hata kuna kuridhika unapofanya masuala ya ndoa. Na haya mazoezi ya kila siku katika sexual alchemy hayaonekani tu chumbani peke yake. Yatakusaidia uwe unafanya, una relax, unaamsha ile nguvu yako ndani. Sexual alchemy inaweza kufanywa pia kwa watu wanaofanya tai chi, watu wanaofanya meditation, watu wanaofanya yoga, kama unafanya pengine ile mazoezi ya mwili, ukizingatia kama unapumua ukiachilia. Kwa hivyo lengo la sexual alchemy ni kujenga utulivu na kuanza kutambua kuwa katika maisha kila siku watu wanajikuta kuwa wako na changamoto nyingi, lakini hizi changamoto ni sisi wenyewe tumezikubali bila kujua kuzitoa. Kwa hivyo usikimbilie matokeo ya haraka. Wengi wanataka washikilie pumzi kwa haraka, waitoe haraka, wanakosa subra, itajibu lini, wanakaza misuli badala ya kuachia, wanapoteza umakini, amefikiria kitu fulani anaacha umakini wake. Hapana. Solution ni kurudi kwenye kupumua. Ndio step number 1 ya sexual alchemy. Unapumua polepole huku ukiendelea na mazoezi. Usilazimishe. Kisi umechoka, acha. Unaweza anza kila siku ratiba dakika 30. Ukawa unapumua dakika 5, dakika 5 zingine unanyoosha mwili. Kama una focus kwa nyonga, unabana hizi nyonga. Dakika 5 zingine unakaza kama misuli ya nyonga. Dakika 10 zingine unaketi unatafakari. Dakika 5 zingine unapumzika. Kwa hivyo sexual alchemy si kuhusu tu kufanya ngono. Eti ninapofanya ngono nikimwaga ndio itakuwaje? Hapana. Lakini ni kuhusu kujenga uhusiano bora kati ya mwili wako, akili, nafsi yako na hisia zako kupitia ule umakini, kupitia nidhamu, kupitia mawasiliano. Na wengine wanapo achieve sexual alchemy, utajikuta kuwa unakuwa kiroho na kuna vitu vitaendelea kufunguka zaidi. Na hii ndio njia nzuri. Mwanzo utulivu wa akili, kujenga akili yako, unakuta pia kuna uhusiano mzuri. Na hali hii si kwetu utakuja tu uanze ufikie level za juu, sijui kimaajabu ajabu, uanze sijui tayari kwa haraka uanze kuboresha maisha yako.
Kama hauna subra, kama hutaanza kujitambua, utaona kuwa na waste time. Lakini ukiweza kudhibiti hisia na uanze kujifunza kutuliza yale mawazo yako ama hisia zako, basi sexual alchemy itakuwa bora zaidi. Kwa hiyo sehemu ya 3 tutakuja tuseme tunafanyaje haswa katika kipindi cha tendo la ndoa na jinsi gani kuweza kuitumia nguvu hiyo ili tuweze kufika katika level za juu zaidi. Hakikisha masomo haya ya kiroho yanapatikana tu kwa channel ya Dr. Mwaka Global. Hakikisha una like, comment, share, subscribe, gusa hiyo kengele ili video mpya itakapokuja isikupite.